Sai muziki it is very expensive because hata ile ngoma yanajikaza juzi hiyo yenye nilianza nayo hiyo nilikuwa nimeuza vitu zangu za keja ndio niweze kufanya ngoma. By then uliuza vitu za nyumba ndio shoot video. Niliuza vitu za nyumba ndio nikashoot hiyo video. Yo, what up good people? Kama kawa, it's your favorite boy here, YBK. Ama ukipenda Young Blood Kamodo. Now let me take this opportunity to welcome you back to my YouTube channel and say thank you so much for your support. Thank you so much for your love. Your love is just something else and I appreciate so much. So for the returning subscribers, may God bless you so much. And if you're watching this video and you have not subscribed, please subscribe, like, comment, share this video and take a visit to the other videos and make sure you show love. And to those people who wanna join, click the join button. Is it button or whatever? Click the join and make sure you join the family, which is YBK Nation. And guys, as you know, I told you I will be doing pranks, I will be doing interviews, I will be doing music and other family vlogs. But as for today, I will be doing an interview to an artist you know, an artist you love, an artist you have been seeing, you know him, and I'm just hoping that today will be a great day. I am hoping that we will have a nice time with him, a great interview. So if you're watching this video till now and you have not liked, please take your moment and like the video. So I want to introduce this guy. He's the guy who introduced me into music. I was not an artist, but he's the one who inspired me to this industry, which is gospel music. And that guy is Sia mwingine wala ni Kiru Kiria. Karibu sana kushuka. Yes. Sana bro. Yes. Salimia watu wa Young Vicky Bandes. Yes. YBK people. How are you guys? Tuko salama. Pia tuko salama na YBK hapa. And welcome to this channel. Leo tuko hapa na yeye. Yes. So guys, as you all know, you know this guy. He is a gospel ambassador. Atatuambia, sitaki kutoa ushuhuda sana, ni yeye atatuambia kama anafanya ngoma za injili ama anafanya ngoma zingine. And that's our first question, bro. Wewe unafanya music aina gani? Sasa mimi kitu ya kwanza mimi nitasema lazima nifanye muziki ya God because I have so many testimonies mazee. Mungu amenitoa mbali sana. Wow. So kitu ya kwanza muziki yangu yenye mimi hufanya ni ya God, ambayo ukisikia ni muziki ya God, you know gospel music, na pia kuna my love songs because unajua Mungu anasemanga God is love. Na unajua ukishakuwa mtu wa familia, yes, pale lazima Biblia inasema imbia yani penda mwanamke wako kama jinsi ambavyo Kristo alipenda kanisa. So that means that the moment mtaniona nikiimba love song kama mnanionaga nikiimba, don't judge me. Yes. Yeah, I'm following the law of God. So mimi nasema mimi ni gospel na pia love song mkiona nafanya. Yes. I do them out of the heart, man. So what should we expect next, since umetuambia you are a gospel ambassador and also you are a love song ambassador? Yeah. So the next project, the last project niliona mlifanya ngoma na the Wapendwa Muziki, and it was a kind of love song but with teachings. Ilikuwa inatufunza. Yani if you have not listened to that song, ndio Nimechoka by the Rabiz family and the Wapendwa Muziki. Yes. So that was was it a gospel song or was it a love song? Okay, kitu ya kwanza, wakati Mungu amekupatia talanta lazima uitumie vizuri kabla hujanyang'anya. So tulikaa chini na Wapendwa tukaona kwamba najua sisi huwa we inspire a lot of people. Najua sometimes nanionaga kwa Losing Ministry of Hope, we have so many stories. Watu ukuja wanatuambia leo nimepigana na bibi yangu amenichapa, bwanangu amenichapa. Sometimes we even host them at our house. Unapata ni vitu kama hivyo tumeviona kwa watu wengi sana. So ilikuja mahali tukaona why don't we sing a song yenye ina relate na hizi vitu, nimechoka nini na nini, penye watu wanamistitiwa kwa hizi ndoa, alafu badala tu ikue tu ni a break up, ikue na teaching baadaye. Na ndio maana unaona tuliingiza Wapendwa pale. Wapendwa wali act kama ile kapo ambayo wamesimama na God nzuri. Na sisi tukaamua kuchukua ile part ya kuact kama ile kapo ambao hawajielewa, na
wakipatana na changamoto, unaona. So hao walikuwa na to advice na sisi tuna expose zile shida ambazo tunapitia kwenye. So kaka hujanijibu swali, lakini nashukuru sana kwa the long explanation. Sasa hiyo ngoma hiyo ni love song with a teaching. It's a love song with a teaching. Yes. Ambayo huwezi sema ni secular. Huwezi sema ni secular kwa sababu yani ile ngoma iko na teaching pale na inafunza watu mambo ya kupendana, of which it is the will of God. So bado hujanijibu hiyo ni thank you so much for the explanation. At least umejibu moja, lakini nilikuuliza swali mbili lakini umejibu moja. Ya kwanza enye nilianza nayo nilikuuliza is it a love song or a gospel, no umenijibu. Ya pili nilikuuliza what should we expect next, because umetumia wewe ni gospel ambassador na bado wewe ni love song ambassador. So what should we expect next? So what should expect next, guys? Mimi nakwambia sasa hii kulingana na mimi venye naona, unajua mimi nimekuwa kwa hii industry na nimekuwa nikifanya muziki, nimefanya muziki kiasi, nikafanya ma vlogs, ma interviews. Yani hii channel yangu mimi huita MC Santisia because hata I usually do mambo na ku advertise vitu, mambo na kupiga show. So what you should expect next, guys, expect more. Siwezi kuambia, I can't predict niseme ni hivi, but kitu ya kwanza nitawaambia ngoma, muziki. Najua sasa hivi watu wametamani, hadi kuna watu wanaingia nyamaza sana, wanaambia Santisia bana. Tangu pale ma subscriber ulisahau music 7,000 ukasahau muziki bana. No, sijasahau muziki, guys. I have been composing myself. Na mimi kama ngoma zangu zenye mimi hufanya mostly nafanyanga out of inspiration. Natakaga inspiration inakuja. Ngoma zangu sana nyingi ni za kuotea. Wachana na hizi mambo za collab nini. Mimi ngoma yangu yenye nimefanya single sana zinakuaga za kuotea. So I'm just I have one already that is on the kitchen. Wow. Very soon, guys, it will be out. Kuna ngoma nakuja natoa single song. Wow. I won't tell you the type of music that I'm doing, but kuna ngoma imekuwa ikinisumbua akili. So msinikasirikie mkiona channel mimi nawarushia tu contents pale. Ni vile sitaki mboeke. Nataka tu mjue Santisia is still muhimu tena, muhimu sana. Lakini kaka, sababu mimi nakufuatanga, the last songs zenye umekuwa collaborated with zote ni love song. Ile mimi na wewe and ni jamani nimechoka. But the last time nilisikia ukiimba gospel ilikuwa mtakatifu. Mtakatifu na najikaza na niwega baby umecollaborate niwega. So as for me mimi ningeprefer utuangushie kigospel manze. We miss na ikuwe solo manze. Sasa umetoboa siri sasa, hata sasa ikuwe solo song. It is a gospel song. Exactly. Sasa ushatoboa siri. Haina haja itabidi tumetoboa sababu. But sitaambia topic. I won't tell you what I'm singing about. Na ndio itakuwa kitu moto pale. So guys, first thing ningependa kusema MC Santisia hapa is the guy who inspired me kuingia kwa this music industry, which I'm doing so well. At least sasa hii niliweza kuangusha shukrani na Toita song, na kuna ngoma zingine bado zinakam. Pia mimi ikisema nifike December hapo mwisho nitakuwa nishaangushia project moja hatari. So kuna huu wimbo wako kaka ambao ni mtakatifu. Do you know hii wimbo nakwambianga nilisikiza kwa matatu kutoka Thika Town mpaka Kisii Estate Home bila earphones. Nilikuja nikisikiza na gari ilikuwa imenyamaza. Ningependa manzeuto. Unajua that song is very hiyo song is very powerful. Ananipa maono dhirisho ya kwamba yunami kwa wake wito. Neba mavitendo vyangu nipendeze kama gano lake nisifuate ya dunia. Msiamini kila rose, jaribuni hizo roho kama zatoka kwa Baba. Ila roho isokiri Yesu Kristo mwilini, hiyo ni ya yule mwovu. Wow. Upendo wake lazima nisambaze, baraka zake ndipo zinifuate, na neno lake lazima nitangaze, faraja zake sheria nizifuate. Roho ndani yangu
asante kwa roho ndani yangu. Roho. Do you know that song, guys? Yeah. If you have not watched that song, Yes. hebu kimbia pale YouTube andika Mtakatifu by Santizo. Yes. Ningependa tupatie manzi. Sasa- What inspired you? Kwa sababu umetuambia wewe wimbo zako zenye umejitengenezea wewe mwenyewe zinatoka na inspiration. Yeah. So tungependa tuambie mbona Mtakatifu? So mtakatifu ni ile roho ambayo The Holy Spirit. The Holy Spirit, yeah. So the Holy Spirit amekuwa akinikea na hiyo time. Ushaifika mahali unaomba mpaka ile design ambayo unaomba, yani after umeomba unasikia ni kama umejazwa na roho. Yani it is a feeling, guys. It is a feeling, eh. Ni feeling ambayo unasikiaga ukitaka kufanya kitu kibaya hivi, unasikia kuna sauti nyingine imekwambia no, don't do that. Ama unasikia inakataa tu. Yes. So hiyo ndo nasema ni Roho Mtakatifu. Na mimi nikiandika hii ngoma nilikuanga niko campus pale Greater University. And nilikuwa nasomea huko. Wow. So ulikuwa kampo. Nimefika Kejani after nimepiga magoti, nimeomba, nikalala. Kulala nikasikia melody fulani usiku hivi. Roho ndani yangu. Asante kwa roho. Nisikia kimelodi kama hicho. Although words hazikuwa zimekuja, nilisikia tu yani au rhythm kalikuja usiku. So the next day niko na my friend ambaye tulikuwa tunaimba naye kitambo anaitwa MC Lilpin. The next day tulikuwa tunaishi plot moja, akakuja akaniambia Santiza nataka tuandike ngoma. Akakuja tukaanza kuandika ngoma nyingine. Kuandika ile ngoma, najaribu kuandika ngoma haikuji. Najaribu kuandika hii rhythm yake ambayo ananiambia, nasikia ile rhythm yenye niliota usiku inanikujia. Nikamwambia bro acha we share tu Kejani. Kuna ngoma inanisumbua sana hapa hivi. Inanisumbua sana. Itabidi tu nimeiandika. So ikabidi nikaanza kuandika ile ngoma. Hiyo ngoma, I'm telling you my friend, nilikuwa naandika tu kidogo hivi, nachukua Biblia nafungua, napata hiyo verse. Itari ina relate na ile ngoma ambayo nilikuwa nafungua tu Bible randomly. Ushaiona ile unafungua tu Bible randomly. Kufungua tu Bible randomly inajileta. Nikapata verse ambayo ina align. Hebu nenda usikize hizo lyrics. So nikawa natumia Biblia kurefer pale. Nikamaliza hiyo ngoma, hata sikumaliza hata 1 hour. Ilikuwa ishaisha. Kuisha nimeenda shule na fika tu shule hivi napatana na Celeste Wahome. Celeste Wahome ni photographer Greater University. Akaniambia the vice chancellor has been looking for you. Wewe unakuja unapiga tu show hapa shule alafu unatoroka naishia. So unajua tu ile msanii ukishapiga show ni kutoka kuishia. Ni kujitoa. So nilikuwa napiga show Greater, naenda paka hizo road shows za Greater University bila malipo yote tu, yani ile kujitolea juu UMC ilikuwa ndani yangu. So ikafika mahali mpaka VC ananitafuta. Mimi nimekuja shule, nimeshipiga show, nimeishia. Na baadaye nakuja naambia Celeste, ananiambia VC alikuwa amekutafuta. Mbona wewe unapiga show alafu unatoka unaenda? So siku moja akaniambia kuja nikupeleke uonane na VC. VC akakuja akaniambia kijana umekuwa ukiimba vizuri sana. Na kuna ngoma ile perform nikakutafuta, lakini wewe shida yako ni ukisha perform tu ngoma unaenda. So akaniambia, so how can we help you? Nikamwambia mimi sasa kulingana na venye hali iko, sasa muziki it is very expensive because hata ile ngoma yanajikaza juzi hiyo yenye nilianza nayo, hiyo nilikuwa nimeuza vitu zangu za Keja ndio niweze kufanya ngoma. By then uliuza vitu za nyumba ndio shoot video. Niliuza vitu za nyumba ndio nikashoot hiyo video. Hata even the venue nakwambia ni lecturer wangu ambaye ali provide the venue. Aliniambia don't worry, mimi nita provide venue. Sasa na mimi unajua sikuwa na pesa ya kulipa producer, ikabidi tu nimeenda nikauza vitu zangu, nikalipa ile audio. Nikakuja nikapata na producer ambaye anaitwa Mr. K, akanifanyia na offer. Nikienda kumlipa ile pesa akaniambia hapana bro, don't pay me. Mimi sasa hiyo ninajikaza mali sasa. Sasa ile najikaza sasa ya kwanza. So nikakuja nikaelezea huyu vice chancellor, nikamwambia challenge imekuwa ni pesa ndo hakuna. Akaniambia how can you support you? Nikamwambia mimi naweza support tu, kuna ngoma imekuwa ikinisumbua akili, ni support. Akaniambia andika proposal nini, nikaandika proposal ya shilingi 50 wakasema ni nyingi, akaniambia 45 na nikafanyia hiyo ngoma.
They gave you 45,000. 45,000. So Mtakatifu was a blessed song. It was a blessed song. Your first song was Najikaza. Yeah. So Najikaza ilikuwa na mashida. Yeah, ilikuwa na mashida. Ilikuwa na nimepitia mashida sana. And do you think unajua hata the title of the song bado Najikaza? Bado Najikaza kwa sababu bro, nikiwa nafanya ile ngoma, yani nikiwa kwa ile hali ya nilikuwa napika mpaka chapati, nilikuwa nafanya vitu vingi sana. Yani nilikuwa napika chapati na kuja na chapa kwa MC kidogo. Yani unapona changamoto zilikuwa ni nyingi. Ndio maana ukaimba bado Najikaza. Yeah. Lakini in that song sababu unaipenda, bado unasemeanga kwenye majumbe ya kifahari huko ndiko mimi nakoelekea. So you had a dream. Yeah, I had a dream, man. That one day you will own a house. Yes, I will own a house. One day I will have my Range Rover. Kwanza mimi napendaga sana hizi magari kubwa kubwa kama Range Rover, Jeep. So you are encouraging an artist there. Yeah. Mwenye hapo anapitia mashida. Yeah. Do you think it was advisable to go to that length of selling your own things to shoot a video? Yes, ilibidi kwa sababu so if you love something you will sacrifice. Itabidi umesacrifice bana kwa sababu unajua ni kitu ambayo you're not faking. You're not faking. Alafu I don't know what it's the feeling of the song ambayo ni drive. Mimi naona ni Mungu tu alikuwa ananiongoza, ananiambia afanye hivi because hata nikiuza zile vitu nakwambia niliuza kitanda yangu nikaenda kwa floor, nikaanza kulala kwa chini. Nikaanza kulala chini na nilikuwa na kitanda kubwa 6x6, nikaanza kulala chini. Nilifanya hivyo si eti nikupenda. Yaani nasema tu ni Mungu tu aliniambia afanye hivyo. And Santisia, ulifika pale ukanyamaza sana. Sababu after kuimba Mtakatifu, the next song ulimba ni Newega. Yeah. Where were you all those years hapo katikati? Kwani ulikuwa umeacha muziki? Sasa hiyo time ilikuja mahali after nimeuza hizo vitu nikatoa Mtakatifu. Sasa tukakuja tukakumbwa na changamoto la corona. So zile shows zenye nilikuwa napata za QMC, hizo zenye zilikuwa zinanipatia kipato naweza kujikidhi mahitaji MC. Unakumbuka disaster ilitokea? Hadi ma MC wengi walirudi nyumbani lakini mimi sikurudi nyumbani. So pale nilikuwa napambana tu na venye nitaishi. Hadi nikakuja give up na muziki sasa. Nilikuja hadi nikapost. Kwa nini give up? Ile give up kwa sababu matumaini yangu yalikuwa nikitoa ngoma 2-3. Kwanza ile Mtakatifu I was expecting hiyo ngoma iende sana kwa sababu ni ngoma ambayo ilikuwa na message kali. Ni ngoma ambayo Mungu alikuwa ameniinspire. Na ni ngoma ambayo hata sasa mimi nikisikiza mimi napata goosebumps. Na it's not only me. Hata ma DJ wengi hata mimi I get those goosebumps. Nikisikiza hiyo ngoma vizuri. Na huwa inanirudisha kwa ile position. Wakati ni kama nime backslide kidogo nikisikiza Mtakatifu, huwa inanirudisha mpaka ile Holy Spirit najisikia unarudi straight. Nimerudi straight kwa sababu unajua hakuna mtu perfect. So that song inakuanga ni kama guide. Ati ukapost wapi? Nilipost paka Facebook. Ukasema umeacha muziki. Nikasema mimi nilikuwa give up na muziki, nikasema nimeacha muziki kwa sababu sasa nimetoa ngoma kali, haikuenda venye nilikuwa na expect. Haya changamoto ndio hizi zimeanza kuja, nimespend do na invest mambo na muziki pia na hailipi. Nilikuwa na kuna ngoma nyingi ambazo hata sija release Watu wakawa wananitumia, nimeenda studio nimefanya ngoma, nilifanya ngoma kama 7 hivi kwa studio moja ambayo sitaitaja sitaki kuachomea. So nilifanya ngoma 7 hiyo kwa hiyo studio. Wakakuja wakakataa kunipatia ngoma zangu. Na walikuwa wameniambia wamenisign na wananifanyia hizo ngoma for free. So wakaiba wimbo. Wakakuja hata hizo ngoma nafikiri sijui wanangoja ile siku nitakufa waziweke wa trend, I don't know. So walinikataza hizo ngoma zangu na ni ngoma kama 7 sasa hivi. Hizo ni wimbo mingi sana na Joe ulitumia muda mrefu sana. Tulichukua muda nakwambia, tulichukua muda na ni ngoma kali sana. So walininyima hizo ngoma. Mwenye manager wa hiyo ni akaniambia hizi nipatie hizo ngoma, lazima eti nianze kuzilipia tena, na tukiagree walikuwa tumeagree kwamba watanifanyia tu for free ndio nilipoza niweze kuinuka na pia wa market studio yao. So mimi niliboeka sana hadi nikakata tamaa. Sasa ngoma zangu 7 nimeinvest, nimeziandika, yani ile time nimezipatia time. Unajua kuandika ngoma si rahisi. Si rahisi. So mimi nilisikia nimegive up hadi nikapost. So when you post what are the feedbacks? The feedback watu pale kitu ya kwanza watu waliniambia Santizia you are very talented, don't give up. Hadi ma producer wakubwa
walijitokeza kubwa. Nakwambia maproducer wakubwa walianza kunitext hapo Facebook. Wakaanza kuniambia don't give up on music, you need to work with the right people, you need to focus more. Wakati unasikia ni kama una give up, ndio Mungu naye anakuja na kufungulia njia, unaona? So mimi nilikuwa nisha give up. So nikakuja nikasoma zile comments. Hiyo post haikumaliza hata siku 2. Wale mafans wangu wakakuja wakaanza kuniongelesha, akaniambia Santizia, God delete that post bana. Wewe venye nakujua you are very talented, don't give up. Endelea hivyo, endelea kutoa tu ngoma. Siku moja tu itajipa. Hata hao subscriber wenye unaona wako 800 pale, wako 1000, utakuja kupata wengi zaidi. Amen, which is happening today. Wakaniambia wewe jikaze tu. So nikakuja nikakaa chini, nikaomba, alafu nikakuja nikadelete ile post. So you uli delete. Yani nilidelete. Lakini niko nayo kama picha, niko nayo screenshot. Screenshot nikaisave kwa my Google Pictures nionage. Niko nayo bado. So watu walinipatia moyo mafans. Wow, that was so good of them. So Santizia, sababu nimeona uko na testimony mzuri sana. Nitakutafuta bado siku nyingine, lakini jambo la mwisho ningependa uongee na upcoming artist ako pale. Pia yeye amefika hiyo point, amequit usanii. YouTube anaona tu anachapa views kidogo, hana subscribers, hapati support, hana pesa, lakini ana talanta ya kuimba. Wewe ungemwambia aje? So mimi naweza kwambia sema ni upcoming, unaimba maybe gospel song, any song. Naweza kwambia tu mazee, kama if you know this is your thing, unajua kuna ile kitu ambayo inakusumbua, you know your talent, right? You have a good voice, you have good lyrics, yani unapata uko na ile talanta. Mazee, usiwahi give up. Never give up, no matter what people say, no matter how hardships zinakuja. Hasa kwanza mimi naweza encourage sana, unaona wasanii wa gospel sana pia. Unaweza pata uja hit ki gospel, uja hit ngoma zako zinajulikana, lakini uko na ile favor ya Mungu. Uko na favor ya God. Unaimba ngoma hata igongi 10k, but ile favor ya Mungu unapata huku na huku, deals zinakuja. Kama ni kazi unafanya, unaona Mungu tu, yani favor ya Mungu itakuwa kwako. Au wengine pia semi kwamba kuimba secular ni vibaya, inategemea ni talanta pia. Bora tu naimba kitu yenye inasaidia watu, si kitu yenye inapotosha. Unajua kuna ngoma zingine zinapotosha. Usiimbe nyimbo za kupotosha watu. Usiimbe nyimbo za kupotosha watu. We continue singing, don't give up. Usitoe ngoma ya kwanza ya pili tatu, don't give up. Just follow the right path, na uendelee kuomba Mungu na ujitume kama mtume. Amina. So Santizia, you can give us your social handles, sababu kuna watu wako pale na hawakujui, ama wengine wanakujua lakini hawajui watakupata wapi. You can give out your social handles. So mimi naitwa MC Santizia. Hiyo ni YouTube, nendeni pale msubscribe. Kama Mungu amekubless uweze kujoin kabisa. Usupport hiyo MC Santizia ndio niweze kutoa ngoma zingine mpya. Haya, pia on Facebook Santizia kitu kipya, Facebook MC Santizia. So ukishaandika tu Santizia na Instagram tutakupata MC Santizia. So MC Santizia is the name. Na kabla sijamaliza pia nataka kuthank watu kadhaa ambao wamekuwa kina support pia. Nashukuru sana Lucy Nyawera Ministry of Hope, alinipatia hope kwa kunirudisha kwa ule muziki ambao nilikuwa give up. Nilikuwa give up by the way, lakini nikapatana na yeye. Pia akanipatia moyo. Na nikaendelea kuimba. Akanisupport. Akanimarket, nikapata pia ma subscribers. I really thank Lucy sana. I really thank Youngblood. I really thank Mom Virginia. I really thank anaitwaje Moyo. Wote mazee, I really thank you so much guys, mlini support. Mazee, yani mliniweka tu pale nikapata subscriber amefika 3k. Kuendelea hivyo kutoa tu content, naona subscriber anapanda. So mazee, pia wewe Youngblood, this guy mazee, I really thank him so much. Welcome. And God bless you so much pia mafans wangu pale kwa kuingia kusubscribe, kuview na kupush zile content zangu na kucomment mazee. So guys, tutamtafuta tena sababu kama umekuwa nasi the whole show, akianza Santizia alisema ye alianza kuimba gospel sababu he had many testimonies. So in the next interview tutataka kujua which are these testimonies that led
yani testimonies na kusukuma unakuwa an artist. Of course lazima tutajua the testimonies, but as for now, make sure you like this video, subscribe, comment, subscribe to his YouTube channel, MC Santizia. I will pin the link, you know, in the comment section. And by the way, ukiandika tu MC Santizia ni yeye pekee atakuja. So make sure you subscribe as we await for the big project. So nawapenda sana. Thank you so much for being with us. May God bless you so much.